Mashirika ya silaha ya Israeli yakumbwa na janga la kusambaratika. Kadiri jinai na mauaji ya kimbari ya Israeli yanavyozidi kuongezeka huko Gaza, ukingo magharibi wa mto Jordan na Lebanon, ndivyo ususiaji wa kimataifa unavyozidi kushika kasi, na sasa hivi mashirika ya silaha ya utawala wa Kizayuni yanakabiliwa na janga la kusambaratika kutokana na uvundo wake kuhanikiza kila sehemu duniani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, sekta ya silaha ya Israeli imeelemewa na janga la kuporomoka kwa mwezi, na sasa ni kutokana na jinai zake huko Gaza. Shirika hilo limenukuu tathmini ya mmoja wa wasimamizi wa sekta ya silaha ya Israeli akiliambia gazeti la Kizayuni la Yedoth kuwa iwapo hali ya hivi sasa na hasa sera za kuendeleza vita za baraza la mawaziri la Netanyahu zitaendelea, kuna uwezekano mkubwa wa sekta ya silaha ya Israeli ikasambaratika mwaka 2026 na itapata pigo kubwa na chungu mwaka 2027. Jinai za utawala wa Kizayuni za mauaji ya umati ukanda wa Gaza, kingo magharibi wa mto Jordan na Lebanon, zimezifanya nchi nyingi duniani kuacha kununua silaha za Israeli kutokana na kuhofia mashinikizo ya umma ndani ya nchi hizo na kuharibu sifa zao kimataifa. Miaka 6 bila kufunguliwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ramon kwa kelele na mbwembwe nyingi, ukiwa ni uwanja wa ndege wa pili kwa ukubwa wa utawala wa Israeli, sasa hivi mashambulizi ya wanamapambano ya Yemen imepelekea kufungwa kabisa uwanja huo kama sehemu ya operation Kimbunga cha Al-Aqsa iliyoongozwa na Hamas miaka 2 iliyopita. Uwanja wa ndege wa Ramon ambao ulitakiwa kuwa lango la kimataifa la kufikia moja kwa moja mji wa Eilat kwenye pwani ya Bahari Nyekundu, siku hizi umetekelezwa kikamilifu. Hakuna ndege za kimataifa zinazotumia uwanja huo. Zilizobakia ni safari chache tu za ndani zinazofanyika kila wiki. Wazayuni walitumai kwamba kwa kufungua uwanja huo wa ndege uliogharimu mabilioni ya dola, wangeiunganisha Israeli na miji mikuu ya Ulaya na kuvutia makumi ya maelfu ya watalii wa kigeni kila mwaka. Lakini ndoto hiyo ilififia haraka tangu Hamas ilipoongoza operation ya kihistoria ya Kimbunga cha Al-Aqsa mwezi Oktoba 2023. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ramon ambao uko mbali wa kilomita 18 tu kutoka bandari ya Eilat ulifunguliwa mwaka 2019 kwa lengo la kupaisha uchumi wa Israeli, lakini matokeo yamekuwa kinyume chake. Mpango wa Trump wa vipengele 20 tapatapa ya kuokoa utawala wa Kizayuni usishindwe katika vita vya Gaza. Makundi ya mukawama katika eneo hilo la Asia Magharibi yakiwemo Jihadul Islam ya Palestina na Ansarullah ya Yemen yameuelezea mpango wa Rais Donald Trump wa Marekani kwa ajili ya Gaza kuwa ni jaribio la kutapatapa la kuokoa utawala wa Kizayuni wa Israeli usishindwe katika vita vya mauaji ya kimbari ilivyoanzisha dhidi ya eneo hilo la Palestina lililowekewa mzingiro. Ziad al-Nakhal, katibu mkuu wa harakati Jihadul Islam ya Palestina, amesema taarifa iliyotoa Trump mbele ya wanahabari akiwa pamoja na Netanyahu ni mpango wa utawala wa Kizayuni na ni waraka wa agizo la kuendeleza uchokozi na uvamizi dhidi ya wananchi wa Palestina. Amefafanua huu ni waraka wa agizo la kuendeleza uchokozi dhidi ya watu wa Palestina, na Israeli inajaribu kupata kupitia Marekani kile ambacho haijaweza kukipata kupitia vita. Katibu mkuu wa Jihadul Islam ameongezea kwa kusema, sisi tunaochukulia mpango huu wa Marekani na Israeli kama hati za kuliingiza eneo kwenye hali ya mlipuko. Mohamed Al-Farah, mjumbe wa ofisi ya kisiasa harakati Ansarullah ya Yemen, yeye amesema mpango wa Donald Trump kwa ajili ya Gaza ni wa kiuonevu na hautekelezeki. Al-Farah amesisitiza kwamba mpango wa Rais Trump wa Marekani hautekelezeki na lengo lake ni kuitupa nje ya ulingo Hamas na kuifanya ionekane kuwa ndio inayobeba dhima ya vita. Afisa huyo wa Ansarullah ya Yemen ameongeza kuwa mpango huo wa Trump unalenga kupunguza hasira za ulimwengu dhidi ya Israeli na kufuta mshikamano wa ulimwengu na Palestina. Mpango wa Trump wa vipengele 20 kuhusu Gaza unaonekana na wachambuzi wengi na makundi ya mukawama wa Palestina kwa ni jaribio la kuokoa utawala wa Kizayuni na kushindwa kijeshi na kisiasa katika vita vya Gaza. Utawala wa Kizayuni umeshindwa kufikia malengo yake ya kijeshi katika vita vya Gaza, ikiwemo kuiangamiza miundombinu ya mukawama, kuwakomboa mateka wa Kizayuni au kurejesha usalama katika vitongoji vya walowezi wa Kizayuni karibu na Gaza. Ukweli ni kwamba mpango wa Trump ambao umejikita katika kuipokonya silaha Hamas na kuikabidhi Gaza kwa taasisi za kimataifa ni jaribio la kuyafikia malengo hayo yote kwa njia za kisiasa. Mpango huo unataka kupokonya silaha kikamilifu makundi ya mukawama wa Palestina na kutoshirikishwa kwenye uendeshaji wa Gaza, ikiwa ni ithibati kwamba utawala wa Kizayuni na Marekani zinataka kuwatokomeza wadau na wahusika wakuu wa mapambano ya ukombozi wa Palestina baada ya kushindwa kufanya hivyo katika medani ya vita.
Kwa mujibu wa mpango wa Trump, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair amepangwa kuwa liwali wa muda wa Gaza na atasimamia taasisi itakayoitwa Mamlaka ya Kimataifa ya Mpito ya Gaza, Gaza Internationally Transitional Authority. Pendekezo la kuanzishwa taasisi hiyo ya Gita ikiwa chini ya uongozi wa Blair, ambaye ana rekodi ya kuwa na uhusiano wa karibu na utawala wa Kizayuni na Marekani, linadhihirisha njama iliyojaribiwa kufanywa na ya kuidhibiti Gaza kupitia taasisi ya kimataifa yenye mfungamano na nchi za Magharibi. Hii ni hila ya kuyapiga chenga matakwa ya wananchi wa Palestina na mukawama wao. Pendekezo la kuwahamisha wakazi wa Gaza na kuwapeleka nchi nyingine kama vile Jordan na Misri nalo pia limetafsiriwa na makundi ya mukawama kama maangamizi ya kizazi na kufukuzwa kwa mabavu. Mpango wa Trump hauna ratiba maalum ya kuondoka jeshi la utawala wa Kizayuni katika maeneo inayokalia kwa mabavu huko Gaza. Jambo hili limeyafanya makundi ya mukawama yaichukulia hatua hiyo kuwa ni hila tu ya kisiasa ya kupunguza mashinikizo ya kimataifa dhidi ya utawala wa Kizayuni. Kwa mtazamo wa makundi ya mukawama, mpango wa Trump sio tu hautatui mgogoro uliopo, lakini pia ni jaribio la kuokoa utawala wa Kizayuni usishindwe katika vita vya Gaza na kulazimisha matakwa ya Marekani na utawala wa Kizayuni kwa wananchi wa Palestina. Badala mpango huo kukomesha ukaliaji ardhi kwa mabavu unaofanywa na utawala wa Kizayuni utazidi kuendeleza tu mchakato huo. Kwa mtazamo wa makundi ya mukawama wa Palestina na wachambuzi wengi wa mambo, mpango wa Trump wa vipengele 20 kwa ajili ya Gaza si hakikisho la kupatikana haki za kisheria za wananchi wa Palestina. Hayo yakiendelea, katibu mkuu wa harakati ya mukawama Jihadul Islam ya Palestina amekosoa vikali mpango wa Rais Donald Trump wa Marekani wenye vipengele 20 wa eti kumaliza vita vya mauaji ya halaiki ya Israeli dhidi ya Gaza na kuutaja kama ni mfumo wa kuendeleza uchokozi na uvamizi wa Israeli dhidi ya taifa la Palestina. Hayo yakiendelea, uchunguzi wa hivi karibuni umebaini kuwa Uingereza iliukabidhi utawala wa Israeli jumla risasi 110,000 katika mwezi Agosti, wakati jeshi la Israeli likiendelea na vita vya mauaji ya kimbari dhidi ya raia wa Palestina kwenye ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na kituo cha television cha umma cha Channel 4 nchini Uingereza, usafirishaji huo wenye thamani ya takriban paundi 20,000, karibu dola 27,000, ni sehemu ya ongezeko kubwa la mauzo ya silaha kutoka Uingereza kwenda kwa utawala dhalimu wa Israeli. Jumla usafirishaji wa silaha mwezi huo ulizidi paundi 150,000, kiwango cha pili kwa ukubwa tangu Januari 2022. Ripoti hiyo ilibainisha kuwa bidhaa zilizopokelewa kupitia usafirishaji mmoja zilitajwa kama risasi kulingana na kitabu cha kodi cha forodha cha Israeli. Usafirishaji wa ziada mwezi huo ulijumuisha vipuli vya mizinga, vipuli vya bunduki au bastola na kundi pana la mengineo lililojumuisha makombora, vilipuzi na risasi za aina mbalimbali. Shukrani kwa Babu Kivita ni Historia Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.